Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein, lakini wakati huu tunaitazama Marekani pamoja na Iran na namna mtifuano wao unavyoendelea baada ya rais wa Marekani bwana Donald Trump kutangaza yupo tayari kuishambulia Iran. Lakini katika kipindi cha hivi karibuni kulifanyika mazungumzo na mazungumzo yameanza tena. Lakini je, vita vipo karibu ama mazungumzo haya yataleta tija gani ili kuzuia vita baina ya Marekani pamoja na Iran? Marekani na Iran zimefungua tena mazungumzo ya ngazi ya juu ya kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran na kufanya mazungumzo yao ya kwanza yasiyokuwa ya moja kwa moja ya miaka mingi. Mkutano huo uliofanyika mjini Muscat, Oman, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi akiongoza ujumbe wa Tehran na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff aliyewakilisha Washington. Hii ikiashiria kiwango cha juu zaidi cha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili tangu mwaka 2018. Mazungumzo hayo yalifanywa kupitia diplomasia ya usafiri. Wajumbe hao wawili waliwekwa katika vyumba tofauti, huku waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri bin Hamad Al Busaid akikaimu kama mpatanishi. Kila mmoja alikaa upande wake, na ndio kile ambacho Iran ilisema yatakuwa ni mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Kufuatia kikao hicho, Araghchi alielezea mkutano huo kama hatua ya kwanza ya kujenga. Kwa duru ya kwanza majadiliano yalikuwa mazuri, alisema katika mahojiano na televisheni ya taifa ya Iran. Yalifanyika katika mazingira tulivu yenye heshima yasiyokuwa na lugha za uchochezi. Pande zote mbili zilionekana kujitolea kusogeza mchakato huo kuelekea makubaliano yanayoweza kutekelezeka. Ikulu ya White House iliunga mkono maoni haya katika taarifa fupi, ikielezea mazungumzo hayo kama chanya sana na yenye kujenga. Ilisisitiza kuwa Witkoff alikuwa ameagizwa kufuata diplomasia popote inapowezekana na kufanyia kazi kusuluhisha kutoelewana kwa njia ya mazungumzo. Rais Donald Trump alipoulizwa kuhusu mazungumzo hayo na waandishi wa habari, alitoa idhini iliyolindwa. Nadhani wanaendelea vizuri, alisema, lakini hakuna jambo la maana hadi itakapokamilika. Sipendi kuizungumzia sana, bado inaendelea, alisema rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kumekuwa na diplomasia kati ya Marekani na Iran ya kutokuaminiana licha ya matamshi yake ya uchokozi na kuongezeka kwa uwepo wa jeshi la Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Trump ameendelea kueleza nia yake katika diplomasia na alitangaza kurejea kwa mazungumzo akiwa ameketi kando ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, wakati muhimu sana, kwani Netanyahu ana uwezekano wa kutarajia onyesho kubwa la uungaji mkono kwa uwezekano wa hatua ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran. Badala yake, Trump alisisitiza hitaji la mazungumzo, akiashiria kusitishwa kwa kimkakati au labda mpango mpana ambao utatanguliza ushawishi wa kisiasa juu ya makabiliano ya haraka. Mjini Tehran, maafisa wamejibu kwa mashaka, ijapokuwa Iran haijawahi kukataa kabisa mazungumzo na nchi za Magharibi na ilitarajia utulivu wa kidiplomasia. Chombo cha habari chenye uhusiano na serikali Noa News kiliweka maoni ya Trump kama operesheni ya kisaikolojia inayolenga kuunda simulizi ambayo ina faida kwa Washington ndani na nje ya nchi. Iran kwa upande wake inakaribia mazungumzo yenye matakwa ya kisayansi lakini pia thabiti. Maafisa wameeleza masharti ya wazi ambayo lazima yatimizwe kabla ya makubaliano yoyote kufikiwa. Jambo kuu kati ya hayo ni kuondoa vikwazo muhimu, hasa vile vinavyoathiri sekta ya nishati na benki, lakini kufuta mali ya Iran iliyohifadhiwa katika benki za kigeni, hasa Ulaya na Asia Mashariki, na kupata dhamana thabiti dhidi ya mashambulizi ya baadaye ya kijeshi ya Marekani ama Israel. Kwa maana ili makubaliano yawepo, lazima hayo mambo nayo pia yawepo. Lakini moja kati ya mambo mengine ambayo yanatajwa wakati huu ni matukio ya vita ambayo wengi wanayaeleza. Wataalamu wa mambo wanasema hawawezi kukataa kabisa dhana kwamba Trump anaweza kutumia diplomasia kuweka mazingira ya makabiliano ya kijeshi, vitendo vya zamani vya utawala wake, hasa baada ya kuacha mpango wa mwaka 2015 wa JCPOA na kuamuru kuuawa kwa Jenerali Qasem Soleimani na kupanua vikwazo na kuimarisha nafasi za kijeshi za Marekani katika kanda. Mara kwa mara
kumepunguza nafasi ya mazungumzo. Kwa hivyo, ingawa mazungumzo haya yanaweza kuwa ya kweli, yanaweza pia kuhalalisha hatua za baadaye za kijeshi ikiwa diplomasia itashindwa. Wachambuzi wanaamini kuwa Washington inazingatia chaguzi mbili kuu za kugonga miundombinu ya nyuklia ya Iran, haswa huko Natanz na Fordow, hali moja ambayo inahusisha operesheni ya pamoja na jeshi la anga la Israel, lakini wengine wanatazamia makombora ya Israel pekee. Vyovyote vile vinawezekana. Mashambulizi ya anga yanayohusisha silaha za hali ya juu yanatarajiwa, lakini wengi wakitazama hali ya ulinzi wa anga wa Iran wanadai kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran haitoweza kuzuia shambulio kama hilo, haswa ikiwa Marekani itapeleka mabomu ya siri ya B-2 au mabomu ya milipuko ya GBU-57. Makombora kamili yanaweza kuharibu vibaya vifaa vya juu na vya chini ya ardhi. Lakini watu wa Iran wenyewe wanadai kwamba hilo ni jambo ambalo ni dhahania tu, haliwezi likatokea. Wana mfumo wa ulinzi imara ambao unaweza kuzuia makombora ya aina yoyote. Lakini wanadai wamefunga mifumo ya rada ya Ghadir ambayo itaweza kupoteza makombora pamoja na ndege zote pamoja na hata meli zao za kivita. Hivyo wao wamejiandaa kikamilifu, lakini pia kihistoria Iran imegemea kulipiza kisasi kwa usawa, ikilenga wapinzani kupitia njia zisizokuwa za kawaida. Lakini uwezekano wa kujibu kwa njia hii haupo tena. Ni kwamba wakati huu kuna uwezekano wa kujibu hapo kwa hapo. Kwa kuzingatia mabadiliko haya, Iran ingetegemea kimsingi rasilimali zake katika makombora, katika kukabiliana na makombora na kukabiliana na vita ya Marekani na Israel. Ingawa imetengwa zaidi kuliko hapo awali, bado ina safu mbalimbali za zana: makombora ya ballistic, ndege zisizokuwa na rubani, uwezo wa mtandao na shughuli za wakala wa kikanda. Lakini wametengeneza makombora imara na mabomu ambayo yanaweza kuharibu mifumo mbalimbali. Kadhalika, baadhi ya ndege za Su-35 zilizotoka nchini Urusi, lakini pia na aina nyingine za silaha ambazo wanazo zilizotoka katika baadhi ya mataifa kama vile Korea Kaskazini, ni moja kati ya maeneo ambayo wanategemea sana, wakidhani wataweza kukabiliana vilivyo na Marekani. Tehran ilifanya mashambulio machache lakini ambayo hajawahi kushuhudiwa katika mwaka 2024. Katika kisa kimoja ilirusha takribani zaidi ya makombora 200 ambayo mengine yalipita ulinzi wa anga wa Israel na kugonga Nevatim Air Base, lakini pia na maeneo mengine huko nchini Israel. Na vitendo hivi viliashiria dhamira na uwezo wa Iran kujibu kwa nguvu, na hili ndilo ambalo rais wa Marekani Bwana Donald Trump analitazama kwa jicho la tatu, kwamba kuna uwezekano yakafanyika mashambulizi kuishambulia Iran, lakini Iran itajibu vikali kwa makombora yake. Hata hivyo, mpango ni kwamba ni kuharibu mifumo yote ya anga nchini Iran, lakini pia kuharibu kila kitu. Lakini wa Iran nao pia wamejiandaa, na hata baadhi ya wachambuzi wa mambo wa Mashariki ya Kati wanadai kwamba hata Marekani yenyewe wakati huu inatambua vema namna ambavyo Iran ilivyojiandaa kwa muda mrefu kukabiliana na vita yake, hasa baada ya ujio wa rais mpya wa Marekani Bwana Donald Trump. Kwa hivyo, mtazamaji, tutarajie mambo mengi. Wakati huu Donald Trump anaonekana kwamba yupo tayari kwa ajili ya diplomasia ya uwazi na kuweka mambo kuwa sawa na kuepusha vita, lakini ikiwa amejiandaa na kupeleka baadhi ya silaha pamoja na baadhi ya wanajeshi katika baadhi ya nchi, ikiwa ni pamoja pia na huko Israel na baadhi ya mataifa kama Jordan na mengineyo, lakini bado ana wasiwasi juu ya namna ambavyo vita hivi vitakuwa. Endelea kuwa nasi, mimi ni Adam Hussein, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News.